Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 24. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe. Lakini kwenye upande wa akaunti ya TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 24. Tujikumbushe huku sehemu ya 23 tulipoishia. Tumeishia wakati mzee Fares anaendelea kuzunguka akiwatafuta Tobias Mavugwe pamoja na mzee Bareke pamoja na Zatiti. Angalau Tobias Mavugwe pamoja na mzee Bareke waombwe msamaha na awapigie magoti, ikiwezekana awapatie na pesa, wamruhusu Zatiti arudi nyumbani aendelee kufanya kazi, kwa sababu ameshawaza kwamba wamemchukua pasina kupenda, kwa sababu huruma ilikuwa imekuja huruma na ameanza kufanya kazi, lakini wao wamemchukua kwa hila. Kwa hiyo anataka awaombe msamaha, pia awawekee na dau la fedha, kwa sababu ni tajiri, ili waweze kujua namna ambavyo wanaweza kumsaidia kumrudisha Zatiti aje kufanya kazi za pale nyumbani. Na hata kama Zatiti atapenda apewe pesa, yuko tayari kumpa pesa. Lakini wakati anaendelea kuzunguka hapa na pale, akakutana na wadada wawili ambao wametoka eneo la sokoni na wanatembea wakielekea nyumbani. Sasa pale kwenye njia panda ambapo kuna vijiwe vingi vya tangawizi na kahawa, hapo ndipo ambapo baada ya kutupa jicho hivi akamuona kama binti mmoja hivi anamfananisha sana na Sikununu. Na baada ya kumuita, alipofika pale, yule binti alivyowaita au mabinti wakiwa wanaendelea kutembea, alivyowaita na kusogea pale, alikuja kuangalia akakuta ni kweli ni Sikununu ndiyo. Wala hata hajamfananisha. Na alivyoangalia kacha alizozivaa mkononi, moja kweli imeandikwa Sikununu Bareke, ingawa jina la babake alikuwa halijui. Lakini kutokana na kwamba alikuwa na lalamika Zatiti kwamba kuna Sikununu amefukuzwa, mama mdogo wangu na nini, kwa hiyo akawa amelishika hilo jina. Na ndiyo maana hata kwenda kutangaza kwenye vyombo vya habari alitumia kwamba kuna binti anaitwa Sikununu amepotea. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya 24 tuweze kujua, je, aliondoka naye au nini kilichoendelea? Twende pamoja. Baada ya kupiga magoti na kumpatia hizo pesa kuto kuzichukua, alianza yani kama kumshawishi hivi. Anajaribu kumwambia Sikununu, kumbuka wewe ni mwanamke
na wewe utakuja kuolewa na huyo mume wako. Kama endapo atakuja kufanya makosa ya aina yeyote kwa binti fulani hivi, labda amekuja kwa ajili ya kazi, au ni binti ni binti ambaye ni ndugu yake na dada wa kazi aliyoko hapo, halafu kukawa kuna matatizo fulani hivi ameyafanya mume wako hivi, akijaribu kuondoka, yani baada ya yule binti kufukuzwa na mume wako, we ukabaki peke yako, mtoto anabaki anakusumbua, na yule dada wa kazi yumo ndani hataki kufanya kazi, hivi utajisikia vizuri mume wako akipatwa na majanga kama hayo? Au akiambiwa kwamba kuna kesi ambayo inatakiwa iende ikafunguliwe, baada ya kufanya tukio hilo akaambiwa kwamba anaenda kufunguliwa jarada la kesi ya unyanyasaji, hivi kama wewe ni mume wako utakubali aende kufunguliwa hilo jarada la kesi ya unyanyasaji? Sikununu alikataa kwamba hawezi kukubali. Sasa hapo ndipo ambapo alianza kumsimulia yale yote, namna jinsi yalivyotokea, kwamba endapo Sikununu hatakubali, manake yeye itabidi afunguliwe jarada la kesi ya unyanyasaji, kwamba amemnyanyasa binti. Sikununu alikaa na kutafakari kule nyuma alikotoka. Vipi kama asingeingia kwenye lile kontena, lile banda, hivi kesho yake wasingemkuta kweli ni maiti kutokana na baridi na mvua ile iliyokuwa inapiga? Aliwaza sana, akawaza sijui amkubalie ili amwambie Clara aende tu nyumbani akawaambie kwamba Sikununu amekutana na Zatiti, kwa hiyo asingeweza kumwacha. Lakini roho nyingine ikamwambia kama endapo atakubali, wakati hajathibitisha kama endapo Zatiti pale nyumbani yupo, sio kwamba yuko anamtega, huenda naenda kumtwanga vizuri kutokana na mawazo yaliyomfanya akonde. Huenda kuna vitu ambavyo havijaenda sawa, huenda hata kutolewa kafara. Yani aliwaza mengi, kwa sababu namna jinsi alivyomkuta yule mzee na sasa alivyo ni tofauti. Hapana, roho nyingine ilimkataza kabisa, ikasema asije kamuudhi mzee Masunga hata siku yoyote ile. Akija kupata matatizo hapo mjini, hata upata tena wa kumstiri. Bora akubaliane na yule aliye mstiri kuliko huyu ambaye anayemshawishi kwa fedha na maneno ambayo hayaelewi. Kilichotokea, alimwamuru Clara waweze kuondoka. Sasa huyu mzee akaanza kujipandisha mawazo mpaka ikafikia kipindi ambacho anaanza kulia mbele ya hao mabinti. Akalia kweli kweli, Sikununu unaniachaje? Sikununu, nipo kwenye shida mimi mwenzio. Ni kweli nilikufukuza, lakini sitarudia tena. Sikununu, nionee huruma. Sikununu, kwani huna huruma wewe? Nionee huruma. Sasa baada ya kuendelea kulia hivyo, Sikununu akaanza kusikia kama vile na yeye moyo wake unaanza kunyongeka kwa huruma hivi. Sasa alichokifanya, akamwambia wawahi haraka sana iwezekanavyo, kwa sababu wakiendelea kusimama hapo kuna maamuzi ambayo yanaweza kutokea ambayo hata hakuyawaza yeye, kwa sababu anaanza kusikia kutokujielewa kabisa. Anaanza kusikia kama kumsamehe huyo baba, anaanza kusikia kama kukubaliana na kile ambacho mzee Fares anakisema. Kwa hiyo waondoke na wawahi, wasiendelee kukaa hapo. Ni kweli Clara aliamua kuondoka huku akiwa na kimbia. Mzee Fares akaanza kuwakimbiza walau ajue sehemu ambapo anapoishi huyo binti. Sasa alichokifanya Sikununu,
akaanza kupita njia za chocho. Wanapita kwenye nyumba hizi, katikati ya nyumba, wanaenda wanazunguka visima vya watu, wanazunguka mashine za watu, wanaenda wanapita chini ya nguzo za umeme. Oho, wakawa wamepotea. Uwezo tena wa kumshika ikawa ni ngumu. Sasa cha kuja kushangaa, amempata yule ndege aliyokuwa anamtafuta ambaye ni Sikununu, lakini kajifanya naongea naye kirafiki. Yule ndege ameondoka. Je, atampata tena? Alirudi nyumbani akiwa na mawazo, na alifika na kuanza kumshirikisha mke wake Mama Suzi. Alimshirikisha kuhusiana na hayo ambayo yaliyotokea. Akamwambia kabisa kwamba alikuwa amempata vizuri kabisa Sikununu na wamezungumza, lakini Sikununu amesimamia msimamo wake tu. Aisee, mke wake alishangaa. Yaani anazungumza na Sikununu afu anashindwa kumshika, hata kutafuta majeshi ya watu wa kumkamata na kumleta nyumbani hata kwa nguvu, kwa sababu yeye ndo anayetafutwa, yeye ndo amefanya, yani hayo yote yakatokea. Leo hii anaongea naye kirafiki. Kwa kweli hata mzee Fares naye alijishangaa, yani kwa nini ilitokea kaanza kuongea naye kirafiki wakati imebaki siku moja. Aisee, mke wake alichokifanya Mama Suzi, alienda akakusanya kila kilicho cha kwake, akasema anaondoka usiku huo huo, kwa sababu huwezi ukapata kitu ambacho kinachowasumbueni alafu kakiacha kikaenda. Hiyo ni ngumu. Akasema yeye anaondoka, na kuanzia muda huo yeye hamtaki tena mzee Fares mpaka hapo ambapo atakaposikia hiyo kesi imeisha. Akipenda atarudi kumchukua ili awe mke wake. Kwa kweli mzee Fares aliomba sana huruma ya huyu mwanamke Mama Suzi, amsamehe. Hata yeye sio yeye, na yeye anajishangaa kwa nini aliongea naye kirafiki, lakini hakutaka kusikia chochote kutoka kwa mume wake. Mzee Fares aliongea sana, akaomba sana msamaha, lakini Mama Suzi aliposimamia ni hapo hapo. Alichukua vitu vyake akakusanya, akaita dereva bajaji kaje kapaki mlangoni, akachukua kila kilicho cha kwake, akaja moja kwa moja mpaka kwenye bajaji akapakia, na akamwaga kwa upendo, kwa kumbusu, kwa kumkumbatia kwamba mume wake anampenda, lakini kutokana na hili ambalo linawasumbua na amelipata, alafu baadaye ya kulisovu akajaribu kuliachia likaenda tena. Bora tu kama ni kuingia gerezani akaingie hali ya kwamba yeye hayupo, maana anajisikia ni mtu mwenye huruma sana, kuwaza abaki hapo peke yake, mume wake ameenda kufungwa. Hapana, bora aondoke ili huyo mume wake atakapoenda kufungwa jumba libaki hivyo hivyo. Kiukweli kwa namna jinsi ambavyo alivyokuwa anapigwa mabusu na kukumbatiwa kabla Mama Suzi hajaondoka, huyu mzee Fares alipatwa na mshtuko na akaanguka chini na alipoteza fahamu, kwa sababu amebaki kwenye majanga peke yake. Lakini Mama Suzi hakujali hilo, kama ni kufa kitaka afe tu, lakini yeye hayuko tayari. Yani hapo ndo ashavurugika kabisa kimawazo. Yani amempata Sikununu afu anamwachilia kizembe. Alikuja moja kwa moja mpaka kwenye ile bajaji akapanda.
Dereva bajaji akaanza kusema, mbona amesikia mshindo kama kuna kitu kimeanguka humo ndani? Akasema ni vitu tu ambavyo alikuwa anajaribu kupanga vya huyo mwanaume, kwa hiyo mwanaume mwenyewe atajua, ataviweka vizuri baadaye, lakini yeye ni bora jiondoke. Basi dereva bajaji akawasha bajaji yake na wakaanza kusafiri, ila akawa na wasiwasi huenda kuna kitu ambacho kimetokea humo ndani, lakini aliachana na huo wasiwasi, akakubali kile ambacho mama Suzi anachokisema. Wakaamua kuondoka, na baada ya kuondoka mida ya saa 7 usiku, mzee Fares alizinduka na kujikuta yuko peke yake ndani ya hiyo nyumba. Alikimbilia moja kwa moja chumbani kwake na akaenda kalala, kapiga usingizi wa ukweli. Na ilipofika mida ya saa 4 asubuhi, Tobias Mavugwe anakuja na kuanza kugonga ile nyumba ya mzee Fares ili aweze kuja kupumzika, maana ni sehemu ni sehemu ya pumziko tu kwa mchana basi, lakini usiku anaenda kulala sehemu nyingine. Sasa baada ya kuendelea kugonga kwa muda mrefu, hakuna mtu anayeamka. Alianza kujifikiria kutakuwa kuna nini ambacho kimetokea. Ina maana hawa watu wametoroka. Maana kumbuka, hilo ni jumba ambalo kwa nje lina mlango wa geti, halafu katikati lina mlango wa mbao ambao una kitasa, na mwishoni lina mlango wa kioo kwa ndani ambapo unafungua ndo naingia. Yaani unafungua milango mitatu. Cha kwanza unafungua geti linakuja kwa nje, unafungua mlango unakuja kwa nje, lakini unafungua tena mlango wa kioo kwa kusukumiza kwenda ndani. Kama uko ndani unavuta unakuja ndani, halafu ndo sehemu panakuwa wazi. Sasa hajaona mtu aliyefungua. Kaanza kuwaza aenda katafute mbinu yoyote ile ili waje hilo jumba walipige mnada, kwa sababu watu si wamekimbia, wanakimbia kesi. Lakini akili nyingine kasema, hebu endelea kuganda hapo hapo uone ni kitu gani ambacho kinachoweza kutokea. Akaendelea kugonga lile geti kwa nguvu. Sasa kutokana na kwamba geti linapiga kelele, kama vile huyu mzee alishtuka, mzee Fares, hiyo saa 4 asubuhi kutoka kwenye usingizi. Baada ya kushtuka, alivyotazama vizuri chini ya lile geti, Bwana Tobias Mavugwe akaona kuna switch ambayo imewekwa pale, ambapo kumbe ni switch ambayo kiwasha moja kwa moja itagonga kengele iliyoko mle ndani. Akaiona kabisa kwamba ni kengele hiyo kiwasha, manake kengele itaanza kugonga. Kwa hata kama wandani sasa ndo atakapoweza kusikia, huenda hili geti linazuiliwa na hii milango ambayo ni ya katikati, huo mlango ambao pamoja na kioo cha ndani, huenda ndo vinasababisha. Lakini kwa sababu ameweka kengele, ngoja aiwashe. Na aliiwasha kweli, kengele kaanza kupiga kelele. Sasa hivyo piga kelele, akaamka na kuvaa haraka haraka. Huyu mzee Fares akatoka nje ya chumba na kwenda sebleni, akachukua funguo na kuanza kufungua hiyo milango. Lakini akili ilimtuma kwamba huenda atakuwa ni mama Suzi anakuja, huenda hasira zimemuisha kwa sababu alimwacha akiwa amepoteza fahamu. Lakini la haula, baada ya kufungua mlango tu pap, kakutana na sura ya kiume. Nani? Tobias Mavugwe huyo hapo. Baada ya kufika hapo,
alishangaa. Yaani huyo ndo aliyokuwa anamsumbua mara nyingi aweze kufungua mlango, lakini aliyapotezea huyo mzee. Tobias Mavugwe akaanza kuzungumza huku akisema, mzee, kumbuka umebakiwa na siku moja, na siku moja yenyewe ni ya leo. Sasa ukileta ngwande bila kumpata mchumba wangu, lazizi wangu, sawa, kitakacho kukuta mzee, tusilaumiane. We nishangae tu kwamba mimi ndo niliyokuwa nagonga kengele hapo. Ulijua ni mkewe au naye ameenda kukusaliti? Hebu ngoja kwanza nikaangalia. Kwanza humu ndani hayupo. Mbona umekuja peke yako na halafu sisikii sauti ya mtoto wala sisikii mtu yoyote akiongea humu ndani? Ningemwacha yule Zatiti ndo angebakwa vizuri kumbe. Mzee, kwa makini sana mzee. Imekula kwako. Akiwa anaendelea kumwambia maneno kama hayo, hapo ndipo ambapo na mzee Bareke naye alitokea. Akafika pale. Moja kwa moja wakaingia mle ndani na kukaa kwenye masofa. Kumbuka wametoka nje na viatu, wanaingia navyo kwenye marumaru, na mzee Fares hasemi chochote. Yani hapo ameshakuwa yani kama, yani sije amekuwa kama kitu gani, yani mawazo tena ukichanganya na kwamba hadi na mke wake ameondoka, yani hana amani ya kuendelea kuishi katika hiyo dunia. Kwa hiyo ameacha tu, kama ni kuingia na viatu waingie na nini, sawa tu, maana wao ndo wanaomtuhumu. Kwa hiyo akizingua chochote kile, huenda hata hiyo siku iliyobaki wasiendelee kumwachia, ndo wakawa wameishia hapo hapo, wamchukulia hatua siku hiyo hiyo, wakati kidogo angepata masaa angalau ya kukaa bila kufunguliwa kesi ya aina yeyote. Akawaacha tu wakaingia, na yule binti naye akaonekana anakuja. Akaja moja kwa moja na Zatiti. Wakafika, wakaingia humo ndani. Yule binti akamuaga Zatiti, yeye akarudi zake kwake. Zatiti akaja, piga parapata ndani ya nyumba, piga doria, zunguka vyumba vyote. Hamuoni mama Suzi wala hamuoni Suzi mwenyewe. Na baada ya kuwa wakizungumza hapa na pale, mzee Bareke pamoja na Tobias Mavugwe, huyu Zatiti alienda moja kwa moja mpaka chumbani kwa bosi wake. Na ndipo ambapo bosi wake, yani huyu mzee Fares, alikuwa amekimbilia chumbani kwenda kulala. Mawazo ni mazito. Akaja akasimama pembeni ya kitanda. Mzee Fares alivyokuja kupiga jicho hivi, akaona ni Zatiti amesimama hapo. Akaanza kuwa na wasiwasi. Ndo wamemtuma Anania amwambia ampe raha za dunia, halafu baadaye ndo asingiziwe kesi ya kubaka au inakuwaje? Kwa nini amemfuata mpaka chumbani kwake? Akaanza kuwa na wasiwasi, pressure ikaanza kupanda na kuanza kuhema kwa nguvu. Lakini Zatiti alimshika mkono mzee Fares na kujaribu kumtuliza asipumue kwa nguvu. Akapiga magoti na kuanza kumuomba msamaha. Akajishusha Zatiti, kaanza kuomba msamaha kwamba hayo yote yaliyotokea hata yeye ni msababishaji. Akajaribu kumhoji kwamba mke wake yuko wapi, mama Suzi. Akamwambia mama Suzi ameondoka.
Zatiti alianguka hapo hapo sakafuni, akaanza kulia kwa uchungu. Alilia kwa uchungu sana Zatiti, yaani anawaza kwa nini yeye amekuwa chanzo, na kwa nini anakubali kuingia kwenye hii mitego ya babake mdogo pamoja na mzee Bareke. Yaani hapo sasa ameanza mpaka na kujilaumu kwa nini anakubaliana na mipango ya kina Bareke. Kwa nini anakubaliana na mipango ya babake mdogo? Alilia sana 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 Zatiti. Akaanza kuwaza, akajaribu kumhoji akiwa amelala hapo hapo sakafuni. Je, amesikia angalau hata tetesi ya aina yeyote kuhusiana na Sikununu alipo? Mzee huyu akamwambia kwamba usiku wa jana walikuwa pamoja, amezungumza mpaka na Sikununu, akajaribu hata na kumpatia pesa ili aweze kuja, akamdanganya kwamba tunarudi nyumbani kwa Zatiti. Lakini amini usiamini, Sikununu amekataa, na sehemu anakoishi hajapataja, na alipojaribu kuwakimbilia ili awafuatilizie ajue wanaishi wapi, walipita za chocho. Alikuwa na binti mwingine. Zatiti alishangaa kweli kweli, mtu wanaomtafuta amepatikana, kwa nini naye hataki yani kuomba msamaha kote huko na kupewa fedha, bado hataki kukubali kuja? Akaanza kuona kumbe alikuwa anajaribu kumtetea Zatiti, kumtetea Sikununu, kumbe Sikununu mwenyewe mjinga. Yaani mtu ameshamuona kabisa amekonda namna hiyo, hata kumuonea huruma hamna. Kumbuka msikilizaji wangu, hizo zote ni huruma ndo ambazo zinamvuruga Zatiti, mpaka ameanza kumlaumu Sikununu kwamba hafanyi vizuri. Kwa nini ameomba msamaha? Mtu ameshaona kipindi kile alikuwa ni mnene, kipindi kile alikuwa ni mzee mwenye kitambi chake, lakini sasa hivi amekonda, anamuomba msamaha alafu hataki kumsikia. Huruma hizo ndo zinazomponza Zatiti. Zatiti alianza kulia na kuanza kuwaza mawazo kama hayo, lakini Tobias Mavugo akamuita. Baada ya kumuita, Zatiti hakuitikia, bali aliamka haraka haraka, akafungua mlango, akatoka nje na kwenye hicho chumba na kufunga mlango, akakimbilia kwenye chumba chake, kwa sababu hilo jumba si ni kubwa. Halafu anakomuitia si kule ambapo kuna masofa, kuna meza pia, sehemu ambapo walitengeneza kwa ajili ya kulia chakula. Kwa hiyo sio hapa sebleni kabisa kwenye masofa ya hapa karibu na TV. Hapana, ni masofa ya kule karibu na mlangoni kabisa, sehemu pa kulia alipopatengeneza. Alivyoita tena, Zatiti akaitikia kwenye chumba chake huko, akamwambia aje mara moja. Alichokifanya Zatiti, alichukua nguo zake akajifuta machozi vizuri, alafu baadaye akaanza kuja. Yaani kufika pale anaanza kumtazama baba mdogo wake kwa jicho la hasira, mara muda mwingine anaogopa, anamtazama kwa jicho la uoga. Yaani akifumba na kufumbua, akifumbua jicho la hasira, akifumba macho, akifumbua tena jicho la uoga. Yaani hivyo, yaani kama hajielewi, anamkasirikia, muda mwingine anakuwa muoga, naona kama vile naenda tena kupigwa, ikawa kama hivyo. Lakini baadaye akawaambia waweze kutoka katika hilo jumba, waondoke kuendelea kula misere, kuendelea kula bata za mjini. Wakaondoka. Baada ya kufika huko, walipokuwa wameenda, kweli wakanunua
chapati, chai, wakaanza kupiga. Yani wanakunywa chai na chapati. Lakini pale wanavyozidi kunywa chai na chapati, yani Zatiti, yani ni kama vile yani anaiona hiyo chai ni kama maji vile, yani kama vile haina sukari. Akapewa mpaka na sukari baada ya kulalamika kwamba hakuna sukari. Akaongeza yani mpaka ile chai ikawa na sukari ambayo ukishika mpaka inanata yani. Lakini akasema sukari yenyewe haikolei. Baada ya kuja kuichukua kidogo Tobias Mavugwe kuinywa hivi, balaa tupu. Hapo ndipo ambapo alianza kumlaumu, anatumiaje sukari nyingi kiasi hicho afu anasema haijashika. Zatiti akasema haijashika wala yeye haisikii, bora tu aache kunywa hata hayo machai yenyewe, amruhusu aende, kuna michezo anataka kwenda kuiangalia huko, wenda akili yake itakaa sawa. Hapo Tobias Mavugwe alimruhusu, lakini akamwambia sihitaji ni kuone umerudi katika ile nyumba, wala nisipate taarifa zako kama umerudi tena kwa mzee Fares. Akasema ndio. Akaondoka. Wao si wanaendelea kula bata bwana za mjini hapo, wanaendelea kunywa chai, wanapiga stori, wanacheka. Zatiti baada ya kuondoka, aliondoka moja kwa moja, akapita za chocho, akaja kaingia moja kwa moja mpaka kwenye vibanda ambavyo wanapika vyakula pale, kwenye vimigahawa ambavyo ni vidogo vidogo hivi. Akaenda pale, akachomoa pesa yake, akanunua vitumbua vya kutosha, akaja moja kwa moja mpaka ndani kwa mzee Fares. Akaenda kawasha jiko, akampikia chai, na hatimaye alienda kumuita chumbani, akamleta moja kwa moja mpaka pale, akiwa yani ni mtu mwenye mawazo, amekuwa dhaifu, yani mpaka namshika mkono kama mtu mwenye ulemavu. Kamleta mpaka pale, akamkalisha, akamnawisha, akampatia chai na kumsimamia hapo ili aweze kula na kunywa hiyo chai. Ni kweli mzee baada ya kuona anajaliwa kiasi hicho na binti huyu mdogo, alikubali kufanya hivyo vitu. Alikula na pia alikunywa chai kwa furaha kabisa, ingawa ni furaha ya kuforce, sio furaha original, ni furaha ambayo ni ya kujifurahisha tu kwa ajili ya kupoteza angalau mawazo kwa muda huo. Mke wake ameondoka, kwa Zatiti yani amebaki ndo kama mke, ndo anamjali. Baada ya kumaliza, aliosha vyombo vyote vilivyopo humo ndani, akaenda store ambapo alikuwa amepazoea, akachukua mchele, akaosha vizuri, akachambua, akaliungurumisha, kampikia kabisa wali vizuri. Kampikia wali na samaki kwa ajili ya mchana. Akaosha poti, akamwekea, akamwambia mchana ataenda kuchukua chakula kiko sehemu fulani. Akamuonyesha sehemu ambapo walikuwa wanaweka vyakula vya wale wanaokuwa hawapo. Basi akamwaga pale. Zatiti akaanza kurudi, akarudi moja kwa moja mpaka pale akina Bareke walipo. Na baada ya kufika hapo, moja kwa moja wakaja wakatazama katika ule mgahawa walipokuwa wamekaa. Baadaye walikuja kuona kama vile kuna dada anakuja, na baada ya kutazama vizuri hivi, Zatiti ndo alianza kuangalia.
wale wadada ambao wanatembea njiani wanakuja maeneo ya mgahawa watakuwa ni akina nani? Baada ya kutazama vizuri, akaona ni sura ya Clara. Kaangalia vizuri, akaona ni sura ya Sikununu. Kaja kutazama vizuri, akaona ni sura ya Sijaona. Yaani wanatembea kabisa, wanakuja eneo hilo. Baada ya kutembea kuja mpaka pale, tayari Zatiti moja kwa moja alinyenyuka kwa furaha kubwa ya kujifosi, lakini anajaribu kuondoa yale mawazo. Akaenda moja kwa moja akamkimbilia Sikununu na kufika, akamkumbatia na kuanza kumbusu hapa na pale, kwamba ni shoga yake, wamepotezana muda mrefu, jamani, karibu karibu. Mwisho wa siku moja kwa moja akaja Sikununu akakaa pale, kupiga jicho pembeni akamwona baba yake. Kupiga tena jicho pembeni akakuta Tobias Mavugwe yuko pale. Akaanza kupagawa, ina maana wote wamekuja mjini. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 24 ya simulizi hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwenye upande wa akaunti ya TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Lakini kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe. Lakini kwenye upande wa akaunti ya TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, tumemwona Zatiti akiwa ameomba ruhusa ya kutoka pale sehemu walipokuwa wanakunywa chai. Yeye akawa kama vile haisikii sukari kabisa, akaamua kuondoka, kwamba anaenda kwenye michezo ambayo itakayomweka akili yake ikae sawa. Kumbe akapita moja kwa moja za chocho mpaka kwenye vimigahawa vidogo, akaenda kanunua vitumbua vya kutosha, na moja kwa moja akapita za chocho mpaka ndani kwa mzee Fares. Akafika na kuwasha jiko, akapika chai na kwenda kumchukua chumbani kuja kumtengea, kamsimamia, akala mpaka kamaliza. Kaenda store kachukua mchele, kaja kachambua, kapepeta, kapika msosi mzuri kabisa, wali na samaki. Akamwekea kwenye poti, akamwelekeza sehemu kilipo. Yeye akamwaga, manake anarudi kule kule alipokuwa. Na ndivyo ilivyo. Lakini tumeona kuna wadada watatu ambao wameanza kuja baada ya Zatiti kutupa jicho, akakuta ni wadada watatu ambao wanawajua: Clara, Sikununu pamoja na Sijaona. Na wamefika pale, Zatiti ameenda kumrukia na kumkumbatia vizuri, kaanza kumbusu hapa na pale shoga yake Sikununu. Na baada ya kukaa pale, Sikununu baada ya kupiga jicho huku anakutana na babake, piga jicho huku kakutana na Tobias Mavugwe. Sasa amebaki anashangaa, kumbe wote wako mjini. Unahisi ni nini kitakachotokea? Je, atawasaliti hawa wadada wawili, yani Sijaona pamoja na Clara, alilie kuondoka na wazazi wake, au nini kitakachotokea? Chanda na pete, mfuniko na chupa. Usikose kuendelea kuifuatilia. Endelea kufuatilia mpaka mwisho ujue huu mkasa uliishia vipi. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki.
Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.